natamani kila mwanamke aliyoko hapa akitoka, cha kwanza, jitahidi umiliki biashara, umiliki makampuni, umiliki real estate, umiliki ardhi, umiliki vitu kwa majina yako kamili. Yaani naomba usahau vitu vyote nitakavyoongea. Jamani, mimi napataga DM nyingi za kulalamika, nilikuwa hivi na mume wangu, nilikuwa vile na spouse, nilikuwa vile na mchumba, sijui na nani, nikaweka hela naye, nikaweka hela naye. Yaani hivyo vilio ni maelfu kwa maelfu ya wanawake. Naomba leo hii hapa mahali, kama hata sijataja jina, sio la muhimu. Jamani, kila mwanamke aliyeketi mahali hapa ni marufuku na ni mwiko, na hiyo ni mwisho. Unafanya kazi kwa jasho lako, unahangaika wewe mwenyewe, unaamka saa 10 za usiku, unasumbuka wewe mwenyewe. Kwa nini baada ya hapo unaenda unamkabidhi mtu pesa yako? Au unaenda kumwonyesha kiwanja chako? Unaenda kumwonyesha msingi wako? Au unaanza mahusiano, unakuwa provider? Unavunja amri na uasili wa uumbaji, kwa sababu wewe umeumbwa kupokea. Lakini kwa sababu dunia imetulazimisha kuwa wazalishaji, basi ukizalisha miliki 100%, sio 99.9, miliki 100%. Mmenisikia? Uwe ndani ya ndoa, nje ya ndoa, katikati ya ndoa, kushoto kwa ndoa, mbele ya ndoa, I don't care. Miliki vitu wewe mwenyewe. Ni haki kisheria, ni haki kiutu, ni haki kibinadamu, na ni haki mbele za Mungu. Wewe kama binadamu kamili, kila yani asiyefanya kazi asile, si ndio? Kwa hiyo umepewa huo umiliki na hiyo haki ya kimsingi. Naomba uitumie. Kwa hiyo tunapotoka hapa, jamani, wale ambao wamesema wana majumba, hongera zenu. Watu sasa hivi wanamiliki ma Airbnb Tanzania nzima. Watu wanamiliki nyumba za kupanga Tanzania nzima. Watu wanamiliki hivyo mahardware. Mmewaona warembo hapa na wamependeza hatari. Wanamiliki migodi. Kuna wanawake wachimbaji. Sijui mnajua, mnaelewa? Kuna watu ni maexporter wanawake. Kuna watu wanamiliki magorofa, maapartment ya maana. Hata kule Dar es Salaam, Masaki, Oysterbay, wanawake wanamiliki. Kwa hiyo wewe uliyekaa hapa usikae kinyonge, si umekuja msaidizi huu, msaidizi wewe, msaidizi wake. Miliki. Yaani kuna watu wana mentality hasi. Kila kitu lazima akaseme. Akipata tu ana kielele cha kuongea. Mmeshaambiwa kuna trust. Unaenda kuandikisha BRELA, unakuwa na tini yako, unafungua duka lako, unafanya kazi, na usimsubiri mtu. Tena ni kwa mabinti ambao sio hamjaolewa. Unakaa unasubiri sio mpaka uje uolewe ndio uanze maisha. Unamaliza chuo, immediately anza maisha. Anza kununua ardhi, anza kujenga nyumba, anza kujenga. Unaweza kujenga zile za vyumba 5 choo nje. Ndio tunaanziaga hapo mabehewa. Anza na hicho. Huhitaji kuwa sijui nianze, sijui nisubiri nani. Watu wanasubiri miaka 40 hii hapa. Hawajajenga, hawajanunua kiwanja, wanasubiri until when? Wewe ni mtu kamili. Unaweza kununua kuanzia na miaka 25. By the time uko 40-45, unaishi kama retiree. Unakula mazao ya jasho lako.